Bwana mtazamaji, huyu ndio kocha wa ball wa Masterim, timu ambayo imeshinda michezo yake miwili mtawalia, tena imeshinda kibabe na kutoa man of the match kwa sababu umecheza mpira wa daraja la juu kabisa kwenye nchi hii. Umecheza kabisa, umecheza kwa mataifa, tumekuona kwa muda mrefu, timu ya taifa umecheza vizuri, na hata timu ya Zanzibar umecheza Zanzibar Heroes umecheza kwa muda mrefu na muda mwingi ulikuwa ni nahodha. Ukitazama mpira wa sasa hivi, hasa ukitazama wakubwa Simba na Yanga, unakiona nini kwa namna ya wewe ulivyocheza mpira? Mpira unaonekana, lakini wanachokosa hawajua sasa hivi kwamba ile more confidence na utulivu. Hiyo ndio shida kubwa, kwa sababu fitness atakuwa nayo, lakini kwenye maamuzi kuna shida. Ndio maana unakuta mistakes zinakuwa nyingi, walimu wanapata kazi sana, na mtu hafanyi jukumu lake kutokana na position yake. Huwa anaingilia majukumu ya wengine, lakini bado hajafikia level, kwa sababu mpira ni kufahamu. Mpira ni kufahamu, kwa sababu kucheza hata wewe unaweza ukacheza, si unacheza, lakini ule ufahamu wa kila position na mwalimu kitu gani anachokitaka. Ndio maana sasa hivi inatakiwa coach lazima uwe na practical and theory, kwamba darasani na uwanjani, ili ile understanding ambayo ya uwanjani kupeleka darasani mtaje ite kichwani ili akaifanyie kazi uwanjani. Sasa walimu wengi sio sana kufanya hicho kitu. Sijui kama ni muda hawajitengea muda, lakini ni very important mchezaji kumsomesha darasani au kumpatia muda wa nusu saa ukamfahamisha kile anachokitaka wewe uwanjani ili akifanyie kazi. Ina maana unamrahisishia, lakini kwa kumfanyia uwanjani moja kwa moja kwamba training tu pale mchezaji mpira anakuwa hashiki. Kwanza anakuwa kishachoka, moyo wake unaenda mbio, kufikiria kwake kunakuwa kwa tabu, lakini anapotoka nalo kwenye darasa akija uwanjani na kwa rahisi kutekeleza. Unaweza hata kufanya mazoezi usiseme kwa sababu ashaelewa. Hiyo ni understanding yangu mimi kwa muono wangu. Ndio maana nikiwa na timu sasa hivi najua jinsi gani ya kuwatengeneza. Muda mchache na wiki, lakini kila mtu anaona kwamba timu ambayo the best inacheza mpira mpaka sasa hivi ni Masterim. Kwenye nafasi yako ulikuwa unaicheza uwanjani, bahati nzuri mimi nilikuwa ukiwa ndo nahisi uko ndo unamaliza, lakini nimeona ubora wako, ulikuwa una uimara sana kwenye kupiga bunduki. Nimechelewa kuja mjini wa kitambo, lakini nimekaa sana Migombani. Ulikuwa unapiga sana mashine nikimecha unapiga sana mashuti na on target sana. Tunakosa sana huo uimara kwa wachezaji wengi wazao kwenye kizazi hiki. Ilikuwa nini inakufanya uone uwezo ule wa kupiga? Kwa sababu hata ile goli nililosema ulifunga kwenye uzinduzi wa uwanja Benjamin Mkapa haikuwa mpira wa kawaida, ulipiga mashine kubwa sana. Nini ambacho kilikuwa kinakupa uwezo wa kufanya kile? Ulikuwa unafanya nini ambacho sasa hivi vijana wengi wafanye? Wapo wanopiga, lakini sema hawana muendelezo. Si wapo kina Faisal anapiga, sijui ndio anapiga, lakini muendelezo ndio shida. Kwa sababu mimi kwanza nilikuwa napenda mazoezi. Alafu la pili nilikuwa na private section ambayo yangu mwenyewe, hata nikiwa Zanzibar ndo sana. Alafu nilikuwa na tabia ya kupiga mipira muda mrefu, kwa maana ya kwamba nafanya free kicks bila goalkeepers. Kama tulikuwa kwenye klabu tuseme mazoezini, basi natumia dakika 10 ya mapema ku make shoot na free kicks na goalkeeper. Kwa hiyo natengeneza target. Ndio maana ukiangalia mpaka nimecha mpira magoli yangu mingi ni free kick na shooting kichwa moja, kwa sababu nilikuwa sina training ya head up. Kwa hiyo ndio the best ambayo nilikuwa ninaifanya. Napiga sana mipira mpaka mwisho nilikuwa unajua mguu wangu huku umefanya tuvi kwa sababu ya kwa ndani imekuwa kama yani kilema, lakini kimekuwa cha kawaida, yani nishakuwa ndo maumbile yangu kwa sababu ya hiyo kitu. Kusema doido ni hali ya ulemavu uliyopata kutokana na training, kwa sababu mpaka mwisho ulikuwa mguu wa kushoto unavuta kwa sababu ya ile kushuti. Kwa hiyo ile mazingira yamejengea mpaka kwenye game. Kwa hiyo mimi nilikuwa kupiga siwaambiwi, sio, yani najua sehemu gani mazingira gani napiga, kwa sababu nilikuwa na power, alafu nilikuwa na target of the goal, kwa sababu nilikuwa nafanya training sana ya kupiga mpira. Ndio maana ukiangalia mechi nyingi za Yanga, wakati tuko Yanga timu ya taifa, magoli yangu kupitia mengi ya free kicks, kwa sababu ilikuwa ni magoli tena ambayo ya dakika 90 ambayo ile draw, lakini dakika 90 free kick goli. Ndio magoli yangu mimi sana alikuwa hayo, na ilikuwa mbinu yetu ni njia kutafuta. Tumeshindwa mbinu, tulikuwa tunatafuta hizo free kicks, kwa sababu tulikuwa tunao walikuwa na akili, Kitambulisho Ngasa, Beni Mwalala, Godfrey Ambani. Washaona hapa tumezidiwa, tutafuteni free kicks
ili babi amalize. Na kweli Yanga kitokeza Afrika hakuna mpigaji zaidi yangu mimi. Hakuna. Yani mimi tunapiga. Hata nilipokuwa kwa Mtibwa Afrika napiga mimi. Kwa sababu nilikuwa hata kama sijafunga lakini on target yangu goalkeeper hawezi kudaka. Lazima atatema kwa kuna rebounds watu walikuwa wanafunga sana. Mimi nikipeleka golini kipa na kwa hadaki. Lazima upanchi. Na akiupanchi mara nyingi hauwezi kuupanchi kwa anapotaka yeye. Lazima atautupia mbele kutokana na kuwa uko very powerless mpira. Kwa hicho ndio kitu ambacho nicho nakifanya mimi. Sasa kuna majina mawili ambayo yanatamba sana. Yupo Faisal Salum na yuko Mudathir Yahya. Wanazungumzwa sana. Kwako unaweza kuwasemeaje, unaweza kutofautishaje kiufundi wakiwa uwanjani Faisal na Mudathir Yahya? Kila mtu na uchezaji wake na kila mtu sasa hivi na wakati wao. Kwa sababu wakati wetu sisi tushapita, lakini wao kama wao wanatakiwa wajitambue kwanza. Alafu of course kila mtu ana hodari wake na kila mtu ana uchezaji wake, kwa sababu wote ni midfield. Ni wachezaji ambao sasa hivi ni very experienced. Naweza nikasema wanategemea timu ya taifa pamoja na vilabu. Kwa hiyo nachotakiwa wawe na malengo. Waongeze malengo ili wakimu maisha yao na familia zao kwa jumla, kwa sababu mpira mimi pia nilicheza, lakini ndo nipo hapa sasa hivi nimekuwa mwalimu. Kwa hiyo naweza nikasema level niliofikia mimi wao hawajafikia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ndo maana nikasema na mwendelezo mkubwa, kwa sababu mimi nimecheza professional football nchi tofauti kama 6. Kwa hiyo na wao watakuwa wafikie zaidi ambapo nilipofikia mimi, ili wawe the best na wawe na rekodi nzuri katika soka la Tanzania au Afrika kwa jumla. Hicho ndio ambacho naona nawasihi kwamba waangalie mbali, kwa sababu of course kwa Tanzania kila mtu anajua performance zao na weakness zao na ilivyo, lakini mwisho wa siku kwa mchezaji mpira unapokuwa the best, kwa baadaye lazima itakuja performance itakuwa kushuka, na performance itashuka kutokana na vitu viwili, injuries au age. Kwa hiyo hivyo vitu vitakuja kwa binadamu, ndio tulivyoumbwa kwamba ukifika age unaweza uka performance ikashuka au injuries. Kwa hiyo waende na time, si wao tu, yote waende na time ili ayunia anafanya katika maisha yake, ili asije akaja akapata tabu maisha baadaye. Faisal Salum ukimtizama nambari 10, maeneo ambayo umekuwa ukicheza sana muda mrefu, ingawa Mudathir kidogo anacheza chini, kuna kundi la amini Faisal amefika daraja la kucheza na Simba. Sasa unamuona Faisal akiingia Simba kiufundi akafiti kwa jicho la ukocha, acha jicho la uchezaji, yani endapo ikatokea amekuwa amesajiliwa na Simba kwenye eneo namba 10 au namba 8, unamuona Faisal akiingia na akafiti? Ndio maana nikasema sijui malengo yake, lakini kwa mtazamo wangu mimi sipendelei, I don't like him to go Simba, kwa sababu is not forward kwake. Sasa is not forward, hata aseme aende zake Mtibwa is not forward, bado kwenye mzunguko wakati wake sasa hivi ambao yuko pivi yake iko juu. Sawa, mpira ni mchezo ambao makosa, inawezekana akaenda Simba performance ikawa bad na watu wakamsahau kwenye mazuri wakaja kwenye mabaya. Mpira upo hivyo, na hujui atapokelewaje, na hujui unity ya pale itakuwaje, kwa sababu tunajuana Tanzania, ukitoka huko kwenda huko tunajuana watu watakupokea vipi. Kwa hiyo ataenda kimaslahi tuseme, lakini really professional is not good way ya ku turn back. Mimi nasi kama turn back. Ndio maana mimi namsema wangu kila siku always forward. Hata makocha wachezaji wangu naambia kila siku ukicheki mpira angalia mbele. Just forward, not backward. Yani pasi za mbele. Kwa hiyo na maisha ya kimpira vile vile kila siku utakuwa angalie mbele kama mimi nilivyoangalia. Nimeangalia mbele, nimetumia muda wangu, nimemalizia kule na naendelea na maisha mengine. Kwa busara akitoka zake Azam akaenda ng'ambo huko akachukue maeneo makubwa ili tuone kina Samata walipo, kina Mani experience. Unajua ngombe kitu, kutembea nje kukaa nchi tofauti ni elimu kubwa sana, lakini unapokuwa nyumbani utanui fikra, huwezi kuwa na muono mkubwa kwa sababu mzunguko wako uko nao ule toka uko mdogo, huwezi kupata upana. Mfano hai tuangalie viongozi wetu wa Tanzania au mtu mwenye kipato kikubwa, wengi wanakuwa wanakwenda kutembea nchi za nje tofauti, hata kama anafanya biashara, anafanya kazi, lakini mtazame yule mtu na mtu ambaye yuko hapa anakuwa na muono tofauti, kwa sababu kaona vitu vingi, kishapata upana, kishajua maisha yakoje, kishakutana na watu maskini, matajiri, wenye pesa. Je, nchi hiyo inaishaje? Kwa sababu kila nchi ina maumbile, yani system yake, tabia, tabia
umenifahamu tabia. Kwa hiyo mtu akijua tabia 3, 4 au 10, basi ujue mtu achana naye, anakuwa na akili ya hali ya juu sana, kwa sababu kwa nchi tofauti ni kujiongezea elimu kubwa sana, sio kusoma tu, ni kubwa sana. Unaona kuona upeo mkubwa sana, kufikiria na kuona, kujua nacho tofauti, unatengeneza plan, unatengeneza future, unaweka upana mkubwa sana. Lakini mtazamo wangu mimi, sababu nishaenda huko, nishaona, kwa hiyo ni kitu ambacho cha kufikiria zaidi katika maisha, hususan ya soka.